Ndugu zangu, habari za wakati huu. Naomba niwapatie taarifa mpya kutoka Singida Black Stars. Ikianza na taarifa kuhusiana na kombe la Muungano. Nitumie fursa hii kuwafahamisha rasmi wapenzi na wadau wa soka, wadau wa Singida Black Stars, kwamba timu yetu imealikwa kushiriki michuano ya kombe la Muungano ambayo inatarajia kuanza tarehe 21 mwezi April, na sisi ni miongoni mwa timu ambazo zitashiriki mashindano haya. Tumeshathibitisha, na hivi ninavyozungumza tayari kikosi cha Singida Black Stars kinaanza maandalizi yake ya safari kutoka nyumbani Singida kuelekea visiwani Zanzibar. Natarajia tarehe 21 mwezi April saa 8 mchana, saa 6 mchana kikosi kitakuwa kimewasili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuvuka ng'ambo kwenda visiwani Zanzibar na boti ya mchana. Tayari kabisa kwa maandalizi ya michuano hiyo. Kwa hiyo taarifa mpya ni kwamba Singida Black Stars itaondoka leo hii kutoka hapa nyumbani Singida, na kesho inshallah panapo majaliwa tutakuwa tumeshawasili visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu wa kwanza ambao natarajia kuanza tarehe 23 kwa mujibu wa ratiba, na tutacheza dhidi ya mwenyeji wetu klabu ya Mlandege FC. Hiyo ni taarifa ambayo mashabiki wetu nataka niwafahamishe. Lakini wakati huo huo taarifa nyingine ni kuhusiana na adhabu ambayo klabu yetu imepokea kutoka kwa bodi ya ligi kuu Tanzania, ambayo inaeleza kwamba klabu ya Singida Black Stars imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kile kilichoelezwa kwamba viongozi wawili wa klabu ya Singida Black Stars walionekana wakifanya vitendo vilivyoashiria imani ya kishirikina katika mchezo wetu wa ligi kuu NBC dhidi ya TRA. Sasa kwa upande wa club, kwanza tumeshtushwa na kushangazwa na taarifa hiyo, kwa sababu Singida Black Stars haiamini katika vitendo vya kishirikina pamoja na imani potofu. Lakini pia tunapenda kuwafahamisha kwamba tayari uongozi wa klabu unapanga kuwaandikia barua rasmi bodi ya ligi kuu Tanzania kuomba ufafanuzi, lakini pia kuomba ushahidi wa tuhuma hizo nzito ambazo zimekuja dhidi ya klabu yetu, kwa sababu si kawaida ya Singida Black Stars, hata sera yetu hairuhusu vitendo vya namna hiyo. Kwa hiyo tunaomba ushahidi kwa lengo moja la kupata kujua hao viongozi ambao wametuhumiwa kujihusisha na vitendo hivyo, ili uongozi wa klabu uweze kuwachukulia hatua stahiki. Hatua za kinidhamu ndani ya klabu zitachukuliwa dhidi ya viongozi ambao watathibitika kuonekana wakishiriki vitendo hivyo kinyume na sera ya klabu yetu. Kwa hiyo ni taarifa ambayo nataka nifafanue kidogo, na hatuna lengo la kupingana au kubishana na mamlaka ya soka kwa maana ya ligi kuu Tanzania, lakini tunataka tupate tu ushirikiano wao kwa kile ambacho kimeelezwa kwenye taarifa na faini ambayo tumepatiwa, ili tuweze kujiridhisha na hatua zichukuliwe ndani ya klabu. Kwa hiyo tutawafahamisha zaidi uelekeo wa jambo hili pale ambapo tutapata majibu kutoka kwa bodi ya ligi kuu Tanzania. Lakini ni watoe hofu mashabiki wa soka na mashabiki wa Singida Black Stars kwamba sisi tutaendelea kusimamia nidhamu, tutaendelea kusimamia kanuni, sheria, miiko na miongozo yote ambayo inatolewa kwa mpira wa miguu, na hatuwezi kushiriki au kuruhusu vitendo vya namna hiyo kuhusishwa na klabu yetu mpaka wakati mwingine ambapo tutakuwa na taarifa zaidi itakuja kuwajulisha. Lakini kwa sasa ni hayo tu, na kwa waandishi wa habari ambao wako visiwani Zanzibar, tukutane Zanzibar kwa ajili ya kufahamishana mambo mengi zaidi yanayohusu klabu yetu ya Singida Black Stars. Kwa sasa ni hayo. Mimi ni msemaji wa Singida Black Stars, Hussein Masanza.